NATO imeanza mazoezi yake ya kila mwaka ya kijeshi ya nyuklia nchini Uholanzi siku ya Jumatatu. Katibu mkuu wa kambi hiyo Bwana Mark Rutte ametangaza na kusema kwamba mazoezi hayo ni muhimu ili kutuma ishara ya wazi kwa adui ambaye anaweza kuwa kwa nchi hizo. Na baada tu ya taarifa hii ya kambi ya kijeshi ya NATO au nchi za NATO kuanza mazoezi ya nyuklia, Urusi pia iko tayari kwa kukabiliana na moto kutoka nchi za Ulaya wakati wowote. Nani ametangaza taarifa hiyo baada ya kambi ya kijeshi ya NATO au baada ya nchi ya NATO kuanza mazoezi ya nyuklia? Basi pia utasikia hapa na unaweza ukabonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo, ili pia taarifa hizi basi unazipata kwa muda mwafaka kabisa. Kumbuka taarifa hii utasikia kuhusu NATO kuanza mazoezi ya nyuklia. Urusi pia imeripotiwa ya kwamba iko tayari kabisa kwa makabiliano ya moto na nchi za Ulaya wakati wowote ule. NATO imeanza mazoezi yake ya kila mwaka ya nyuklia huko nchini Uholanzi Jumatatu, Oktoba 13 ya mwaka huu. Katibu mkuu wa NATO Bwana Mark Rutte amesema na kuongeza kuwa mazoezi hayo ni muhimu ili kutuma ishara ya wazi kwa adui yoyote anayeweza kutokea kwa nchi hizo. Zoezi hilo la wiki mbili ambalo linafanyika mchana kweupe linakuja huku kukiwa na kile ambacho Moscow imekitaja ya kuwa ni hali ya chuki dhidi ya Urusi ambayo imekithiri miongoni mwa mataifa ya Ulaya Magharibi, ikishutumu NATO kwa kuliweka kijeshi bara hilo na kujiandaa kwa mapambano ya moja kwa moja. Ametangaza mazoezi hayo siku ya Jumaa. Mark Rutte alisema yanasaidia kuhakikisha ya kuwa kizuizi cha nyuklia cha NATO kinasalia kina ufanisi iwezekanavyo. Mchana mgumu wa mwaka huu unaandaliwa na Uholanzi, huku Volkel Air Base ikitumika kama tovuti kuu ya uendeshaji. Vipengele vinavyosaidia vitawekwa katika vituo vya Ubelgiji, Uingereza na huko Denmark. Kwa mujibu wa NATO, zoezi hilo pia litahusisha takriban ndege 70 kutoka nchi 14 wanachama, zikiwemo ndege za kawaida na zenye uwezo wa pande mbili, na takriban wafanyakazi 2000 wanashiriki katika mazoezi hayo, wakiungwa mkono ufuatiliaji, uongezaji mafuta kutoka hewa hadi angani na ndege za kuamrisha na kudhibiti, ambapo NATO imesisitiza kuwa hakuna silaha za nyuklia zitakazotumika wakati wa mazoezi hayo. Moscow bado haijatoa maoni yoyote kuhusu mazoezi ya sasa, lakini hapo awali ilishutumu mazoezi ya adhuhuri iliyopita, ikisema hayaleti chochote ila kuleta mvutano ambao tayari uko juu kutokana na mzozo wa Ukraine. Maafisa wa Urusi wameshutumu mataifa ya Ulaya Magharibi kwa kuungana katika kile ambacho msaidizi wa Kremlin Bwana Yuri Ushakov amekiita kikundi changanyiko dhidi ya Urusi. Ushakov alisema eneo hilo limekuwa likizungumza kwa sauti ya vita na hasi sana dhidi ya Moscow, huku ikieneza uongo mtupu kuihusu, ambako pia mapema kabisa katika mwezi huu wa 10 Rais Vladimir Putin alisema Ulaya Magharibi ikizua wasiwasi kuhusu madai ya tishio la vita na Urusi, akitaja wasiwasi kama huo ya kuwa mantra ya kipuuzi na kuwataka viongozi katika eneo hilo kuzingatia masuala ya nyumbani badala yake. Putin pia ametetea kurefushwa kwa udhibiti wa silaha za nyuklia, akitoa wito kwa Marekani kukubali kurefusha mkataba 2020 New START kwa mwaka mwingine na kujiepusha kuchukua hatua zinazoweza kuvunja usawa uliopo. Urusi pia iko tayari kujaribu mipaka ya Ulaya na kuzidisha mvutano uliopo hadi kuwa makabiliano ya wazi wakati wowote. Mkuu wa ujasusi wa Ujerumani Martin Giga amewaambia wabunge wa Ujerumani mnamo Oktoba 13. Alisema hawawezi kungoja tu na kudhani ya kwamba shambulio linalowezekana la Urusi halitakuja kabla ya 2029. Giga amesema na tayari wako chini ya moto leo. Maoni hayo yanaangazia maonyo ya maafisa wa Magharibi kuhusu kuongezeka kwa operation za mseto za Moscow kote Ulaya, ikijumuisha uvamizi wa ndege ambazo zina rubani, hujuma na mashambulizi ya mtandaoni. Ingawa katibu mkuu wa NATO Bwana Mark Rutte ameonya ya kwamba Urusi itakuwa tayari kwa mapambano ya wazi ya kijeshi na muungano huo baada ya miaka 5, ambako pia kansela Friedrich Merz kutokea Ujerumani alibainisha kuwa kampeni ya mseto inayoendelea inamaanisha Ulaya tayari haina amani tena.
Urusi inaficha nia yake ya kweli, lakini kwa kweli inachunguza mipaka yao, Jega amesema na kuongeza kuwa wakati bora zaidi Ulaya iko katika hali ya amani baridi ambayo inaweza kuingia katika mzozo mkali wakati wowote. Mkuu wa huduma ya ujasusi ya shirikisho la Ujerumani BND, ambaye hapo awali aliwahi kuwa balozi wa Kiev, ameonya kwamba Urusi itatafasiri kujizuia kama udhaifu na kuongeza lazima wakabiliane na wapinzani wao popote inapobidi. Msuguano kati ya NATO na Moscow umeongezeka tangu washirika waungane nyuma ya Kiev baada ya uvamizi kamili wa Urusi 2022 huko nchini Ukraine. Wiki za hivi karibuni pia mvutano uliongezeka zaidi baada ya ndege ambazo na rubani kutokea nchini Urusi na ndege kukiuka mara kwa mara anga za washirika. Matukio ya kutiliwa shaka ya ndege ambazo na rubani yalisababisha usumbufu kwa usafiri wa anga huko Ujerumani, Denmark na Norway. Mapema kabisa mwezi wa 9 mwaka huu, majeshi ya Poland pia na washirika wengine walidungua ndege kadhaa zisizo na rubani za Urusi katika eneo la Poland, ikiwa ni tukio la kwanza kama hilo tangu kuzuka kwa uvamizi kamili wa Moscow huko nchini Ukraine. Uvamizi huo umesababisha wito wa kuimarishwa kwa ulinzi wa washirika, huku baadhi ya wanachama wa NATO wakihimiza kutungua ndege za Urusi ikiwa lazima. Na hiyo ndio taarifa ambayo pia imeshika gumzo zaidi, hasa baada ya NATO kuanza mazoezi ya kijeshi ama mazoezi ya nguvu, ambako pia Mark Rutte amesema hiyo ni kama kujitayarisha kwa kitisho chochote ambacho pia kinaweza kuikabili nchi ya NATO ama nchi wanachama wa NATO. Hivyo basi hicho ambacho kimefanyika ni kitu ambacho huwa kinafanyika kila mwaka kwa nchi ya NATO, kama tu pia namna ambavyo Urusi imekuwa ikifanya baadhi ya mazoezi ya kijeshi ya kila mwaka, huku pia ikishirikiana na baadhi ya nchi kama China, lakini pia Belarus na nchi zingine. Hiyo pia inazidi kuonyesha hali ya kwamba bado kabisa mivutano ya kijeshi baina mwa nchi za Ulaya inazidi kushika kasi, ambako ukiangalia upande wa nchi za NATO haziko tayari kabisa kuwa chini ya tisho la Urusi, huku pia Urusi na yenyewe haiko tayari kabisa kuwa chini ya tisho la nchi za Ulaya. Kwa hiyo bado ni patashika kubwa sana katika mataifa hayo, lakini mimi nakuahidi kwamba basi taarifa zote ambazo zinajiri kutokea huko kimataifa, hasa nchi za Ulaya na huko Urusi pia ambako ndiko kitovu cha mivutano mikubwa barani Ulaya, basi pia nitakuwa nakufahamisha hapa. Kama bado hujasubscribe, basi fanya hivyo sasa, ili pia ripoti zote hizi unazipata kwa muda mwafaka kabisa. Asante kwa sasa na pia karibu sana pa baadaye kwa taarifa zingine zaidi siku ya leo.